Tunaanza na maswali ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa Kakonko, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Kakonko swali namba 642 lipate majibu ya serikali. Jibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa jimbo la Kakonko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa uzio kwa ajili ya ulinzi wa mali na usalama wa wanafunzi. Kwa misingi hiyo, serikali imekuwa ikijenga uzio katika shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum na shule zilizo katika mazingira hatarishi, hasa maeneo yenye ushoroba wa wanyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mamlaka serikali za mitaa ikiwemo halmashauri ya Kakonko zinaelekezwa kutenga fedha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ili kujenga uzio katika shule zenye viashiria vya hatarishi na usalama kwa wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 halmashauri ya Kakonko imetenga shilingi milioni 110.6 kwa ajili ya ujenzi wa matundu 12 ya vyoo, ukamilishaji wa ujenzi wa maabara 2 na vyumba vya madarasa 2 katika shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Alan Thomas Mvano. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nishukuru kwa majibu ya serikali na nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa namna anavyojibu maswali yetu. Kwa kweli anafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo mawili tu. Jambo la kwanza, kwa kuwa nilikwisha muomba Mheshimiwa Naibu Waziri kufika Kakonko, ninaomba niendelee kuweka msisitizo kwamba tunamuomba afike Kakonko ili aweze kuona mazingira ya shule yetu hii pamoja na miradi mingine ya maendeleo. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii ya sekondari ya Kakonko ina wanafunzi jumla 1189 na wanafunzi wa kike wako 423. Lakini shule hii mpaka wake ni barabara kuu ya lami inayounganisha mkoa wa Kigoma na mkoa wa Kagera. Ndiyo maana nikawasilisha swali hili kwa kuomba ujenzi wa uzio. Kwa kutegemea mapato ya ndani peke yake tutachelewa. Ndiyo maana ninakuomba Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba serikali kuu sasa kwa nini sione umuhimu wa kutenga fedha ili kuongezea nguvu tuweze kuwajengea uzio watoto wetu ili waweze kusoma katika mazingira rafiki. Asante sana. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa jimbo la Kakonko. Kwa kweli amekuwa mfuatiliaji mahiri sana wa masuala mbalimbali ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa jimbo la Kakonko ikiwemo katika sekta hii ya elimu. Na mimi nimhakikishie Mheshimiwa Mvano kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutaendelea kumpa ushirikiano yeye na wananchi wa jimbo la Kakonko ili kuhakikisha tunapeleka miradi ya maendeleo, lakini tunaboresha sekta ya elimu kwa ustawi wa wananchi katika eneo la Kakonko. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwanza niko tayari kuambatana naye kwenda kufanya ziara katika jimbo la Kakonko ili tuweze kukagua miradi ya maendeleo na kuhamasisha shughuli za maendeleo kwa wananchi wa jimbo hilo. Na mimi na yeye tutakubaliana baada ya kuahirisha bunge hili tutapanga ratiba ili tuweze kufika Kakonko kwa ajili ya ziara ya kikazi. Lakini swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali tunatambua kwamba shule ya sekondari ya Kakonko inahitaji kujengewa uzio kwa sababu ya mazingira yake, iko karibu na barabara kuu ya lami, lakini pia na wanafunzi wengi, na swala la usalama kwa wanafunzi wetu ni kipaumbele cha serikali. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali tutaendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu kwa awamu, lakini halmashauri ya Kakonko pia waanze angalau kidogo kidogo kutenga fedha kupitia mapato ya ndani wakati serikali kuu inaendelea kutafuta fedha, na baada ya bajeti kukaa sawa tutahakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi hizo na kujenga uzio katika shule ya sekondari ya Kakonko. Asante Mheshimiwa.